Umeuliza kuhusu meli iliyokamatwa kule El Salvador. Ni kweli tumepokea hii taarifa, na baada ya kutazama katika takwimu zetu tumebaini kwamba ni meli ambayo imesajiliwa kule Zanzibar, na wenzetu wamesajili hii meli kupitia wakala naitwa Konarina. Ni utaratibu ambao sisi kama nchi kupitia kwenye shirika lile la meli duniani sisi ni wanachama. Kwa wenzetu Zanzibar walisajili hii meli kupitia kwa wakala, kwa sababu kiutaratibu ni kwamba ukiwa kwenye lile shirika ile International Maritime Organization una uwezo wa kuwa na mawakala mbalimbali ambao watakusaidia kusajili meli katika maeneo mbalimbali. Kwa baada ya kutazama tumekuta kweli ni meli ambayo ilisajiliwa kupitia kule Zanzibar, na wenzetu Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua kadhaa, lakini niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar watakuja kutoa taarifa kuhusiana na meli hii. Lakini kwa haraka, ili watu wasiendelee kupata upotoshaji, ziko hatua ambazo zimechukuliwa mara moja, kwa sababu meli hizi zikiwa zinasajiliwa kwenye nchi yako sio kwamba inatoka hapa. Inaweza ikasajiliwa ikiwa kwenye nchi nyingine na inafanya kazi huko, na ndio maana hata kwenye meli hii kwenye taarifa ambayo imetoka mmesikia kwamba hakuna Mtanzania aliyekamatwa huko. Ni meli ambayo imesajiliwa huko na wakala na imefanya kazi huko na imekamatwa huko kwa makosa yaliyoko huko. Lakini kwa sababu sisi kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilisajiliwa huku kwetu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua zifuatazo. Kwanza, ilipopata taarifa tarehe 17 ya mwezi uliopita, mwezi huu, tarehe 18 ya mwezi wa pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imefuta usajili wa ile meli. Ile meli inaitwa nadhani FMS Eagles. Ile meli imefutiwa usajili na hivi ninavyozungumza haina usajili tena wa Zanzibar. Lakini jambo la pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imewatafuta wamiliki wa hii meli kujua kulikoni. Sasa kama unavyojua watu yamewakuta mambo, ushirikiano haujawa mzuri sana, nafikiri mnanielewa, na ndio maana imetoa hiyo hatua ya kwanza ya kufuta usajili wake. Lakini pili, imeipiga fine ile kampuni kwa mujibu wa taratibu za IMO, imeipiga fine ya dola 20,000. Jambo la tatu, inaendelea kufanya mawasiliano kupitia wizara yetu ya mambo ya nje ili kuondokana na utambuzi wowote wa meli hii kimataifa. Lakini zaidi ya hapo, wanaendelea kufanya tathmini ya mawakala wote ambao wameingia nao mkataba wa kusajili meli, ili wale ambao ni wababaishaji waondolewe kwenye orodha ya usajili. Kwa hiyo hizo ni hatua ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezifanya kwa haraka, angalau wa Tanzania mjue kwamba kwanza ni kweli meli iliyosajiliwa imesajiliwa Tanzania, lakini ni meli ya nje ya nchi na ilikuwa inafanya kazi huko nje ya nchi. Lakini kwa sababu imevunja taratibu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar tayari imeshaanza kuchukua hatua, na baadaye watakuja kutoa taarifa rasmi ya hatua zingine ambazo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imezichukua kuhusiana na meli hii. Lakini ni meli ambayo ilikuwa na wageni, haikuwa na Mtanzania hata mmoja. Sasa ndugu zangu, maswali hayo nimeyajibu, sasa ni matano. Pote jingine. Asante msemaji. Jina langu ni Ikunda Eric, ni mwandishi wa gazeti la Habari Leo. Nina swali dogo tu kwa kuongezea kwa Msuya kuhusiana na hizi ICD. Kwa barabara ya Mandela, ukiangalia miundombinu imeshaharibika, ile barabara ya Town Roads. Sasa sijafahamu ni hatua gani zinachukuliwa na serikali kwa ajili ya wale walioweka ICD ambao wanapaki pembezoni mwa barabara, na ukiangalia sasa hivi wameshazimegua zote. Kwa hiyo kuna ukarabati tena wa ile barabara kubwa kutokana na hizo ICD. Je, ni hatua gani serikali inazifanya? Asante Kunda. Hatua ya kwanza, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Albert Chalamila karibuni atafanya ziara ya kupitia haya maeneo yote yenye ICD. ICD zinasajiliwa kwa mujibu wa sheria, na ICD ambayo itakuwa imewekwa mahali kinyume cha sheria, hatua za kisheria zitachukuliwa. Na bahati nzuri leo asubuhi nilikuwa nazungumza naye, akanieleza juu ya hatua ambazo tayari mkoa umeanza kuzichukua kukabiliana na msongamano mkubwa wa magari barabarani ambao kwa sehemu pia umechangiwa
na hizi ICD ambazo zimewekwa katika maeneo mbalimbali, ambazo magari yanapokwenda kuchukua mizigo yamekuwa yakisababisha usumbufu mkubwa barabarani. Sasa nimewaambia juu ya mradi mkubwa ambao unatekelezwa kule bandarini, ambao utapunguza kwa kiasi kikubwa hizi ICD zilizoko mitaani, kwa sababu mizigo mingi itapata sehemu ya kuhifadhiwa kule bandarini. Lakini pili, kutakuwa na utaratibu mzuri wa namna ya kuitoa mizigo. Tena Msuya aliuliza kuhusu bandari ya Kwala. Kwala mradi haujakwama, unaendelea kutoa huduma. Tunachokifanya sasa hivi kwa upande wa serikali ni kuendelea kuhamasisha wadau kutumia bandari ya Kwala, kwa sababu kumekuwa na bado, unajua ni huduma, ni jambo jipya, kwa bado watu wengi wanataka waje wachukulie mizigo Dar es Salaam, lakini tunaandaa utaratibu ambao utalazimu mizigo hii iende ikachukuliwe kule. Lakini jambo la pili kubwa, msongamano wa magari Dar es Salaam pamoja na kazi kubwa ya ujenzi wa barabara za mwendokasi BRT pia umekuwa ukichangiwa na tatizo kubwa la baadhi ya miundombinu yetu ya madaraja ambayo yamekuwa mabovu na kusababisha magari mengi kutumia barabara chache zilizopo. Sasa serikali imefanya nini? Tunaendelea na ujenzi wa madaraja makubwa ambayo yamekuwa kero kubwa katika jiji la Dar es Salaam. Nafurahi kuambia kwamba hivi ninavyozungumza nanyi, daraja la Jangwani ambalo tunajenga kwa gharama ya shilingi bilioni 97, hivi ninavyozungumza nanyi ujenzi wake umefika 40%. Litatusaidia sana kupunguza msongamano wa magari ndani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pili, tunajenga barabara la Kigogo, tunatumia shilingi bilioni 17. Kazi hii imefika 67%, na lenyewe litatusaidia sana kupunguza msongamano. Tunajenga daraja linalounganisha Mto Ng'ombe pale Mkwajuni kwa shilingi bilioni 11. Hii kazi imefika 80%. Tunajenga daraja la Mto Nguva kule Kigamboni, kazi hii imefika na yenyewe inakwenda vizuri, tunatumia kama shilingi bilioni 8. Tunajenga pia kule Kunduchi, kazi imefika, tumekamilisha kwa 100% kwa shilingi bilioni 24, na watu wote ambao mnatumia barabara ile mtaona namna ambavyo imesaidia sana movement ya magari kwenye lile eneo. Tunajenga pia daraja katika eneo la Kongoe kule Mbagara kwa bilioni 54, na pale tutaweka pia na flyover. Tukikamilisha miradi hii pamoja na kukamilisha mradi wetu wa kuhifadhi makontena na mizigo kule bandarini, tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa adha ambayo leo inaonekana kusababishwa na ICDs ambazo zimetapakaa katika maeneo mbalimbali ya jiji. Karibuni sana. Baadaye uje kwa huyu jamaa hapa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.